Of course yes, hata mimi pia nilikuwa naona watu mbalimbali wakiwa wanasema kile ambacho kilikuwa kinaendelea mitandaoni ya kijamii kwamba Clatous Chota Chama ameweza kuunfollow lakini pia kufuta picha zake zote ambazo alikuwa anajihusisha na Dar es Salaam Young Africa, ikiwemo picha akiwa anasaini mkataba wa Dar es Salaam Young Africa kwamba aliweza kuondoa katika mtandao wake, kwa maana ya kwamba hakuwa tayari anajiona akiwa amevaa jezi ya Dar es Salaam Young Africa. Niliamua kukaa kimya kwa sababu kuna ukweli ambao mimi nilikuwa na ufahamu, na pia nikasubiria muda ukifika basi nije na habari iliyokamilika kabisa. Clatous Chota Chama ni mchezaji wa Dar es Salaam Young Africa na alijiunga akiwa anatokea Simba Sports Club, na ndio usajili ambao umekuwa gumzo katika msimu uliopita. Ulitikisa upande wa Simba Sports Club lakini pia uliwafurahisha upande wa Dar es Salaam Young Africa. Wengi wanakumbuka ujio wake katika viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Tuliona hadi cabinet mbalimbali za Dar es Salaam Young Africa ikiwemo idara ya habari iliweza kuandaa matukio kadhaa ya kuweza kupokea Clatous Chota Chama. Hadi iliandaliwa keki kabisa ya kumpokea ndani ya viunga vya Jangwani Clatous Chota Chama. Kwa hiyo alikuja kwa furaha kubwa sana, lakini pia yote katika yote, siku ya kilele cha mwananchi wanakwenda kumtambulisha Clatous Chota Chama, ilikuwa ni furaha nderemo ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Na pia Wellen Good alipokuwa amecheza katika timu ya Dar es Salaam Young Africa katika michuano ya kimataifa hatua za awali, tunaona aliweza kutupia katika mechi dhidi ya Vitalo kutokea pale Burundi, aliweza kupata goli, lakini pia tunaona aliweza kutoa assist murwa kabisa kwa Prince Mpumelelo Dube. Ukiangalia the way alipokuwa amefunga kwa free kick, aliyofunga kwa dribbling, lakini pia na assist ambazo alitoa ilianza kurudisha furaha ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Lakini pia haikutosha, hata CBE kutokea kule nchini Ethiopia pale katika viwanja vya Amani Complex kule Zanzibar, Chama aliweza kutupia na goli ambalo lilikuwa goli zuri kabisa. Chenga Mwili anampiga ule golikipa ambaye ni golikipa mahiri kabisa kutokea CBE. Chama anakwenda kufungua kalamu ya magoli, ambapo kama unakumbuka Dar es Salaam Young Africa waliweza kupata ushindi mnono, ushindi zaidi ya goli 5, na kama utakumbuka hilo, na ilikuwa ni mechi ya furaha kabisa kwa kocha Miguel Gamondi ambaye aliweza kushuhudia furaha ya mwisho akiwa ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Lakini baada ya hapo Chama ilionekana kuwa hayuko timamu kimwili, akawa hapati nafasi zaidi katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, lakini pia alikuwa anapata nafasi kwa dakika chache sana kwenye viwanja. Lakini watu wengi walianza kuibua tetesi mbalimbali kwamba Chama huenda hana furaha Dar es Salaam Young Africa, Chama anaondoka ndani ya Dar es Salaam Young Africa, Chama hivi Chama vile. Wengine wakaenda mbali zaidi kusema kwamba Chama afurahia hata kuiona jezi ya Dar es Salaam Young Africa. Ameweza kufuta posti zake zote akiwa na jezi ya Dar es Salaam Young Africa, lakini pia ameweza kuunfollow Yanga Africa. Hii yote ilikuwa inatokea, nilikuwa naona kwamba niweze kunyamaza kimya. Kwa sasa ngoja nikuletee habari kamili, habari ambayo yenye uhakika kabisa kwamba Clatous Chota Chama kwanza kabisa aliporudi katika majukumu ya timu ya taifa kufuzu kombe la dunia, alikuja na jina jipya. Alikuwa anajiita Engineer Hersi Said, na katika mazoezi aliwaambia wachezaji wenzake, kuna clip ambayo niliwahi kuitembeza Clatous Chota Chama akiwa anajitambulisha kwa wachezaji wenzake kwamba yeye kuanzia hapo mazoezini awe anaitwa Engineer Hersi Said. Hiyo ilikuwa ni ishara tosha kuwa bado anafurahia marisho ndani ya Dar es Salaam Young Africa, bado anafurahia kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Lakini hapo pia haikutosha, aliweza kupatiwa nafasi na Mirudi Hamdi. Tunaona kule kwa Mashujaa alipokuwa ameingia dakika za mwishoni anakwenda kufunga magoli mawili, na amefunga katika hali ambao watu wengi hawajazoea kumuona akifunga magoli ya kichwa. Anafunga goli la mguu moja, lakini pia anafunga goli la kichwa. Lakini pia haikutosha, pia tumeona alipokuwa amepatiwa nafasi katika mechi ya CRDB Federation ameweza kutupia magoli mawili ambayo ya kiufundi kabisa, ambapo watu wengi hawakuweza kutarajia. Ingawaje mtu anaweza akasema kwamba aina ya timu aliyoifunga inawezekana ikawa haina intensity kubwa, lakini mchezaji mkubwa unakuja kuangalia mazingira ya magoli ambayo amefunga, lakini mazingira ya kutoa pasi saidizi. Ukiangalia katika mechi ambayo imeisha dhidi ya Stendi, goli ambalo analifunga ni goli ambalo lina utulivu mkubwa. Anapokea pasi kwenye kundi la watu wengi,
lakini pia anaweza kutulia na kuweza kupitisha mpira wavuni. Kadhalika pia goli la pili anafanya hivyo hivyo, lakini pia hata assist ambayo ilikuwa ameitoa amepiga katika mstari. Lakini pia ukiangalia na kuna goli ambalo aliweza kupiga cross murwa kabisa, ilikataliwa kwa maana ya kwamba mchezaji alikuwa katika eneo la kuotea. Kwa unaona kabisa hatari ambazo aliweza kuzionyesha ni hatari kubwa, na ni kwa mara ya kwanza tunamuona Clatous Chota Chama anatambulishwa kwenye kiwanja akicheza dakika 90 na Mirudi Hamdi. Na pia viongozi wa Yanga kuna baadhi walikuwa washaingia katika upepo wa kutaka kumpa mkono wa kwaheri Clatous Chota Chama, lakini alipoulizwa Mirudi Hamdi akasema kwamba apewe nafasi ya kuweza kumuona zaidi. Aliweza kumwangalia katika mechi 3, mechi dhidi ya Pamba Jiji, mechi dhidi ya Mashujaa, lakini pia na mechi dhidi ya Stand United. Ni mechi ambazo zimempa tiketi ya moja kwa moja kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Habari njema kwa wanayanga ni kwamba Mwamba Lusaka kwa sasa ameongeza mkataba mwingine na ataendelea kubakia katika viunga vya Dar es Salaam Young Africa, na mkataba wake umekuwa mnono zaidi na mshahara wake umekuwa mnono zaidi. Lakini Yanga wameenda mbali zaidi, wameweza kumuongezea marupurupu mengine ikiwemo bonus katika mechi kubwa, lakini pia ikiwepo bonus ya kufanya vyema kimataifa imeongezeka maradufu. Lakini pia hata katika viwango vya uuzaji wa jezi, unajua hii watu wengi wanakuwa hawawezi kuihusisha, lakini ujio wa Chama ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, mauzo ya jezi yaliongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kwa sasa kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa inakwenda kuongeza chachu, na kama unavyojua kwa sasa Dar es Salaam Young Africa wanafanya marekebisho ya kikosi. Faisal Salum ni swala la muda tu anaingia ndani ya kikosi. Kwa hiyo unapokuwa na mchezaji ambaye anapendwa kama Faisal Salum, unakuwa na mchezaji ambaye anapendwa kama Clatous Chota Chama, unakuwa na mchezaji anayependwa kama Pacome Zouzoua, hakika hiyo itakuwa ni sehemu ya kuweza kutibu majeraha hata pale ambapo Aziz Ki anaweza kaondoka ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Kwa sasa taarifa za uhakika kabisa, Chama anaendelea kusalia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, na kuhusiana na mikataba kwamba anatakiwa acheze dakika nyingi, hizo watu huwa wanajiundia tu katika mambo yao ambao wao wanaona wana faida katika vyanzo vyao vya kihabari. Lakini ukweli ni kwamba Chama anaendelea kusalia ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa, lakini pia upande wa kuweza kuwa na tetesi za kuondoka ni kutokana na kutokupatiwa nafasi ya kutosha. Na kama unavyofahamu, Chama alipokuwa anatoka Simba hakuwa timamu kimwili, lakini pia hakuwa amepata nafasi ya kucheza zaidi kipindi cha Robertinho, hakuwa na ile spirit ya kupata match fitness ya kutosha. Kwa hiyo hata anakuja Dar es Salaam Young Africa amekuta Yanga ikiwa katika utimamu wa hali ya juu. Anamkuta Stefan Aziz Ki akiwa kama MVP, akiwa kama top scorer ambaye amefanya vizuri katika msimu uliopita. Anakutana na Pacome Zouzoua ambaye ametoka kwenye majeraha lakini bado yuko kwenye moto wa kutosha. Anakutana na Maxim Zengeli ambaye ni mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi zaidi katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa katika msimu uliopita. Lakini pia anakuja kukutana na Mudathir Yahya Basi akiwa katika ubora wake. Anakuja kukutana na Duki Abuya akiwa katika ubora wake, ambaye alipata match fitness ya kutosha kipindi akiwa anaitumikia Singida. Kwa hiyo Chama anakuja pale anakuwa hana fitness ya kuweza kucheza kwa consistency, ndio maana alikuwa anakosa nafasi, na tulikuwa tunamuona hata Miguel Gamondi alikuwa akimwandaa zaidi ili aweze kupata ile fitness ya kuweza kucheza. Well and good anaondoka, anakuja Sid Lamovic, lakini pia Lamovic hakuweza kukaa muda mrefu, lakini anakuja kocha ambaye huyu Mirudi Hamdi ukimwangalia ni kocha wa project, ni kocha ambaye anaweza kumpa nafasi kila mchezaji. Sasa toka aweze kufika tumeona rotation ambayo anaitengeneza ndani ya kikosi, lakini pia tumeona rotation hiyo imeweza kumhusisha hadi Clatous Chota Chama. Kwa hiyo Chama yeye shauku yake ni kucheza. Mchezaji mkubwa yoyote anakuwa na shauku ya kuwa ndani ya pitch, lakini anapokuwa anahakikisha kwamba anaweza akacheza, basi na hata mwenyewe pia anakuwa na opti kubaki zaidi kuliko kuondoka kwenda malisho mengine. Lakini kitu kingine ambacho kimemsababisha Chama aweze kubaki ni project ya Dar es Salaam Young Africa. Dar es Salaam Young Africa wana project kubwa, na tulimsikia Engineer Hersi aliposema kwamba katika moja ya ushawishi ambao aliufanya kwa Chama ni kuweza kumshawishi kwamba anahitaji kuweza kufanya naye makubwa katika kombe la Afrika, waweze kuleta kombe la Afrika. Lakini msimu wa kwanza kwa Chama
wanapata bahati mbaya wanaishia hatua ya makundi, lakini still bado unaona work rate ya timu ipo ya hali ya juu, lakini unaona spirit ya wachezaji ipo ya hali ya juu, lakini quality players ndani ya Dar es Salaam Young Africa wapo wachezaji wa quality ya hali ya juu. Na hili unaweza kukubaliana na mimi kwamba kwa wachezaji ambao wako ndani ya Dar es Salaam Young Africa ni wachezaji wenye klasi ya kuweza kucheza timu yoyote barani Afrika. Ni wachezaji ambao wanaweza kuchomoza hata baadhi ya timu za barani Ulaya. Hilo ni kitu ambacho hakina mushkeli wote wala hakina maswali yoyote. Kwa hiyo kwa project kama hizi, mchezaji yoyote ambaye mwenye ndoto ya kufanya mambo makubwa huwa anapenda kubaki katika marisho ambayo anahisi kabisa kwamba hapa yatakuwa ni sehemu salama kwangu. Lakini pia factor nyingine, factor ya umri aliokuwa nao, si vyema sana akaenda sehemu nyingine kwenda kutafuta ufalme upya, akaenda kujitengeneza upya, akaenda kujitafuta upya. It's better akabaki katika ardhi ya Tanzania, lakini akabaki katika timu ambayo ina profile kubwa, lakini pia inajitokeza mara kwa mara katika michuano ya kimataifa. Kwa sababu kama hizi zinapelekea kabisa moja kwa moja Clatous Chota Chama kuweza kuaccept kubaki ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa kuliko kutoka na kwenda kutafuta marisho sehemu nyingine. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.